Karibu katika sehemu ya 10 ya kozi ya Forex kwa Kiswahili. Kumbuka kama ni mara ya kwanza kabisa unatembelea hii channel na ni mara ya kwanza unaitazama hii video, basi kumbuka kulike, kumbuka kucomment kama kitu chochote, na pia kumbuka kusubscribe ili uweze kupata taarifa pale unapokuwa tunaweka video nyingine. Na pia kumbuka kutazama video za nyuma. Kama unaitazama hii sehemu ya 10 na hujatazama vipindi vyote vya nyuma, basi unaweza kuvitazama vipindi vya nyuma vyote. Lakini pia kumbuka kuna video za uchambuzi wa soko pia unaweza kuzitazama. Pia tunafanya uchambuzi kwenye mainly kwenye gold, kwa unaweza kutazama kama wewe ni trader wa gold. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji kufanya kwa wale ambao wanahitaji huduma zingine kwenye Forex, vitu kama training vyote vipo. Lakini pia tuna huduma kama za signals, lakini pia nazo zinatolewa. Kwa kama bado hauko kwenye huduma kama hizo, basi unaweza kujiunga kwenye Telegram channel yetu ya Asam Forex, ambapo tunatoa signals, lakini pia tunashare na taarifa nyingine kuhusiana na trading. Na kwa wiki hii kwa mfano tulikuwa na signals 3 ambapo tumeweza kuwini katika signals 2 na tumepoteza kwenye signal 1. Na signals zinatolewa siku ya Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Kwa Jumanne tuliwini, Jumatano tumewini, lakini Alhamisi tumeweza kupoteza. Kwa tunaendelea pia wiki ijayo, kwa Jumanne ijayo kama kawaida kutakuwa kuna signals ambazo zitaendelea kutolewa. Kwa hiyo kama bado hujajiunga na Asam Forex kwenye upande wa Telegram, basi unaweza kujiunga ili uweze kupata hizo signals. Kwa hiyo nao tukienda moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha leo, ambapo ni kozi ya Forex kwa Kiswahili na ni sehemu ya 10. Kama nilivyosema, hii sehemu ya 10 ndio sehemu ya mwisho. Sehemu ya 10 ndio sehemu ya mwisho, na tulikuwa tayari tumeweza kugusa vitu vingine kwenye hizo sehemu zilizopita. Kwa hiyo kama hujatazama, nimesema unatakiwa utazame ili uweze kupata muendelezo wa kile ambacho tumekuwa tumekifanya kipindi cha nyuma. Na katika sehemu ya 10 tunaenda kutazama kuhusiana na vitu vya msingi ili uweze kufanikiwa kwenye Forex. Vitu vya msingi ili uweze kufanikiwa kwenye Forex, kwa sababu wako wengi ambao wanaingia kwenye soko la Forex, lakini sio wote ambao wanafanikiwa. Kwa kuna vitu ambavyo unaweza kuvifuatilia au ukavitekeleza vikaweza kukusaidia uweze kupata mafanikio kwenye soko la Forex. Na nitagusa hivyo vitu ambavyo ni vitatu na nitavijadili kwa undani kabisa hivyo vitu vitatu. Lakini pia kumbuka, kwa vile tupokuwa tumeanza hii kozi ya Forex kwa Kiswahili, mpaka muda huu unaweza kuwa una uwezo tayari wa kuingia kwenye soko, lakini pia una uwezo wa kufanya hata uchambuzi, kwa sababu tumegusa kwa kiasi fulani kuhusiana na uchambuzi wa soko. Kwa pia utakuwa na uwezo wa kufanya uchambuzi wa soko, ingaje vitu vingi hatukuweza kwenda practically sana kwa sababu hatuhitaji kuwa na videos ndefu. Kwa kile ulichokisoma kwenye theories unaweza kwenda kuapply kwenye platforms huko uweze kujua ni kwa namna gani unaweza kufanya. Lakini pia ukitazama video za uchambuzi zinaweza kuonyesha vizuri kwamba ni kitu gani unaweza kufanya ukiingia kwenye hizo platforms. Kwa hiyo kama tayari tumefikia hatua hiyo, najaribu kuonyesha pia katika video hii najaribu pia kuonyesha mwelekeo wa kwamba mpaka saa hizi hatua hii tuliofikia, ukiwa kama mtu ambaye tayari una maarifa ya mwanzo au yale ya msingi kuhusiana na Forex, ni vitu gani unaweza kufanya kuhusiana na hiyo Forex, au ni kwa upana gani Forex inaweza kuwa inafika. Kwa hapo tutagusia kuna kitu naita kama aspects, au unaweza kusema kama dimensions. Yani Forex haiko straight kwamba now, kwa sababu wengi wanapoingia kwenye Forex wanakuwa wametazama tu kitu kimoja, kwamba anajua ingie kwenye Forex aweze kutrade basi anakuwa amemaliza. Lakini Forex haina namna kama hiyo tu kwamba utaweza tu kutrade. Forex ina vitu mbalimbali ambavyo unaweza kuvifanya ndani ya Forex ukiachana na trading na ukatengeneza pesa. Kwa hiyo pia nitakuja kugusia hivyo vitu ili kuweza kujua wewe ukiwa kama mtu ambaye tayari unaikamilisha kozi ya Forex kwa Kiswahili, basi unaweza kawekeza kwenye eneo gani la Forex kati ya hayo maeneo ambayo tunatambua yapo ndani ya biashara ya Forex. Kwa tukija kwenye vitu vitatu vya msingi ili uweze kufanikiwa kwenye Forex, kitu cha kwanza tunategemea lazima nitaandika kama kawaida kwa Kiingereza kwa sababu nafikiri tumekuwa tukifanya hivyo mara zote. Kitu cha kwanza ni trading system. Lakini kitu cha pili ni risk management. Nitaelezea vizuri hivyo vitu ni vitu gani. Risk management, hivyo ni vitu vya msingi ili uweze kufanikiwa kwenye Forex. Lakini baadaye nitakuja kugusa kuhusiana na maeneo ambayo unaweza kuwekeza au ukatengeneza pesa kwenye Forex. Na kitu cha mwisho ni psychology. Au saikolojia kwa Kiswahili unaweza kusema ni saikolojia au psychology. Kwa hivi ni vitu vya msingi ili uweze kufanikiwa kwenye Forex, na nitajaribu kuchambua kiundani kitu kimoja
baada ya kingine. Tutajaribu kuchambua kiundani kitu kimoja baada ya kingine, kwamba tunaposema trading system tunamaanisha nini, tunaposema risk management tunamaanisha nini, na psychology tutakuwa tunamaanisha kitu cha mtindo gani. Kwa hiyo tukianza na sehemu ya kwanza kabisa, tukianza na pointi ya kwanza au kitu cha kwanza kabisa ambayo ni trading system. Tukianza na trading system, nataka tujaribu kuchambua ni vitu gani vya msingi viko ndani ya trading system. Kwa tunapoongelea trading system, maana yake tunaongelea mfumo wako wa kufanya trading, au mfumo wako wa kufanya hii biashara ya forex, ambapo kiujumla inahusisha zile njia ambazo unazitumia kuchambua soko. Kiujumla kwenye trading system kuna njia zinazotumika katika kulichambua soko, ambapo hizo njia zinazotumika katika kulichambua soko ndizo ambazo zitakuonyesha kwamba kwa wakati huu soko liko katika kwamba kwa wakati huu katika soko unaweza kununua au ukauza. Kwa kile kitu ambacho unakifanya sokoni kabla ya kuweza kutambua kwamba sasa inatakiwa ununue au uuze, hiyo ndio nasema ni mfumo wako wa trading ambao unaita kama trading system, lakini pia kwa namna nyingine wengine huwa pia wanaita kama strategy. Maana yake tunapokuja kuongelea strategy, maana yake na trading systems zinakuwa hazina utofauti mkubwa sana hapo ndani. Kwa hiyo sasa hiyo trading system ambayo inakuonyesha kwamba sasa unatakiwa kubuy au kusell inatofautiana kulingana na mtu mwenyewe kwamba atakuwa ameamua mfumo gani au tumie. Kwa pale unapokuwa na mfumo sahihi wa kutambua kwamba unatakiwa ununue au uuze sokoni, huo mfumo utakuwa utachangia sasa katika wewe kuweza kufanikiwa kwenye biashara ya forex. Kwa mwisho wa siku nasema huo mfumo wako utakuwa unakupa signals. Mfumo wako utakuwa unakupa signals, ambapo hizi ni kama itakupa ishara kwamba katika hiyo trading system yako ndio itakuwa inakupa ishara, kwa sababu wengi wanajua signal ni ile unaambiwa buy now or sell now, lakini kiujumla ni kwamba unapochambua soko na kuweza kutambua kwamba sasa unatakiwa kubuy au kusell, kununua au kuuza, manake tayari umeshapata ishara, umeshapata signal. Kwa mfumo wako utakuwa unakupa signal, lakini hizo signal ambazo mfumo utakokuwa unautumia itakuwa inakupa zinaweza zikatoka au zikawa katika namna mbili, ambapo zinaweza zikatoka kwenye tunaita news au fundamentals, lakini pia inaweza zikatoka kwenye technical, inatoka kwenye technical analysis. Kwa hapa ndo tunakuja kupata namna mbili za uchambuzi wa soko, kwamba mtu anaweza kachambua kwa mfumo wa fundamental, ambapo yeye atakuwa anaangalia anakuwa anafuatilia kuhusiana na taarifa mbalimbali zinazoweza kuchangia kuongezeka au kupungua kwa thamani ya fedha fulani. Kwa hiyo hizo signals zitatoka kwenye hiyo, au wakati mwingine zinatoka kwenye technical, ambapo nafikiri technical ndio inatumika na wengi zaidi, ambapo hapo lazima uwe na vitu ambavyo unavitumia katika kuweza kutambua mwelekeo wa soko, ambapo tutakuwa tunatumia kama kuna vitu vingine vinaita kama indicators, lakini pia kuna wengine wanatumia vitu kama price action, kuangalia kwamba soko limefanya kitu gani, kwa hicho kitu kinaonyesha kitu gani kinategemea kuja kutokea. Kwa hiyo nasema ni trading system. Lakini katika hiyo mifumo ya trading ambayo inaita trading systems ziko za namna mbili. Naweza tukagusia tu kidogo hapo. Tunazo aina mbili za trading systems. Kwa wewe kwa hatua hii ambayo tumefikia, unaweza kuchagua kwamba ni mfumo upi unahitaji utumie katika hiyo trading ambayo unaenda kuifanya, ambapo tuna mfumo ambao tunaita kama manual system, tuna manual systems, lakini pia tuna mifumo mingine ya trading tunaita kama automatic, tunaita kama automated au automatic system, automated systems. Kwa hiyo hizi ni aina mbili za mifumo. Kwa hiyo unaweza kuingia kwenye forex ukaja kuona kuna mtu moja kwa moja yeye anafanikiwa kwa sababu anatumia manual system, lakini kuna mwingine anafanikiwa kwa sababu anatumia automated system. Ambapo tunapoongelea manual systems ni pale ambapo unakuwa na uwezo wa kuingia na kuchambua soko mwenyewe kwa kutumia zile analysis tools. Tunasema kuna vile vitu ambavyo vinatumika kwenye uchambuzi, kuna vitu vinaitwa kama trend lines, kuna vitu vinaitwa support and resistance. Kwa utakuwa na uwezo wa kutumia hivyo vitu ili kuweza kutambua mwelekeo wa soko. Hapo nasema umefanya the manual system. Lakini kuna wakati unafanya automated system, unatumia automated system. Kwenye automated ni pale ambapo mtu anatumia, kuna mifumo ambayo huwa inasetiwa, ni mkusanyiko wa indicator.
kuna mifumo ambayo ni mkusanyiko wa indicators. Kwa zile indicators zinasetiwa parameters kwamba hii indicator ikitimia kigezo hiki na hii ikitimia kigezo hiki kitimia, kwa basi itakupa signal, kwa sababu tumesema mfumo wako utakupa signal. Kwa automated system itakuwa na yenyewe na uwezo wa kukupa signal pale vigezo vinapokuwa vimetimia. Kwa vigezo vikitimia ikikupa signal, kuna mifumo ambayo inatoa alarm, kuna mifumo ambayo inaweza kukutumia message kwamba saa hizi kuna pair fulani ndio ukafanya kitu gani. Kwa ikishafikia hivyo vigezo, basi itakuwa na uwezo wa kukuonyesha uelekeo. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kuingia ununue au uuze kulingana na mfumo wako umekupa kitu gani. Mfano mzuri wa hiyo mifumo, tunao mfumo unaitwa Renko Street. Ni mfumo ambao pia tumeweza kuwa nao na kuutumia kwa muda sana. Kuna watu wengi pia nafikiri wanaendelea kuutumia mpaka sasa. Kwa wale ambao wanaanza forex, ni vizuri pia ukatumia hiyo mifumo kwa sababu itakujengea msingi, lakini baadaye ukishazoea jinsi ambavyo unaweza kuchambua soko, basi unaweza kaenda kwenye manyo ambao nafikiri hiyo ndio inaweza kuwa ni effective, inaweza kuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo ndio ni katika sehemu ambayo tunaita trading system au tunaita mfumo wa trading. Hicho ni kitu cha kwanza kabisa, kwenye vile vitu vya msingi ili uweze kufanikiwa katika forex. Kwa kama utakosea kwenye kuchagua mfumo wako wa trading, basi hutaweza kufanikiwa kwenye forex. Basi nafikiri unakwenda sawa. Nilisema kwamba kuna kitu kimoja nitakuja kuongelea kwamba sehemu za forex bado tumebakiza vitu viwili kwenye kufanikiwa kwenye forex, lakini naweza nikagusia kuhusiana na sehemu za kuweza kuwekeza kwenye forex, au ni eneo gani ambalo unaweza kujikita. Kwa sababu kwenye forex ukiingia usitazame kitu kimoja, unaweza kaangalia kwamba ni eneo gani unaweza kujikita kwenye forex. Kwa yako maeneo mengi, hiyo naigusia tu hapo ni kama ziada, afu baadaye tutaendelea kwenye vitu muhimu vya kufanya ili ufanikiwe kwenye forex. Kwa hiyo kuna maeneo muhimu, kwa sababu forex ilivyo ni kama ambavyo yalivyo maeneo mengine ya kiuchumi au maeneo mengine ya kijamii kwa namna yoyote ile, na forex iko kwa mtindo kama huo. Mfano, huwa napenda kutolea mfano kwenye sehemu ya, labda tuchukulie kwenye muziki. Kwenye muziki watu wanaingia kwenye muziki, lakini kila mmoja anaingia kwa sehemu yake. Kuna mwingine anaingia anakuwa ni msanii anaimba, au mwingine ana rap kwa namna yoyote, lakini mwingine anaingia kwenye muziki anakuwa ni producer, lakini mwingine anaingia kwenye muziki anakuwa ni dancer, lakini kuna wengine wako kwenye muziki wao wanakuwa labda ni walimu, wanafundisha ala za muziki na vitu vingine, lakini pia wengine wako kwenye muziki wao ni promoters. Wao ni promoters, wana uwezo wa kubrandi wimbo wa mtu alafu wimbo ukaweza kusogea. Kwa kuna vitu kama hivyo. Kwa hata kwenye forex nako kumekuwa na hizo dimensions au tunaita aspects, na yenyewe pia iko vile. Kwa haiko straight, haiko narrow kama ambavyo unaweza kufikiria, ambapo nimeona traders wengi huwa wanakuwa na mtazamo huo kwamba forex ni kutrade tu, lakini forex iko na vitu vingi ambavyo unaweza kufanya zaidi ya kutrade. Kwa hiyo unaweza kufanya vitu kama nilivyosema, tunaweza kwanza na hiyo trading, kwamba wewe utakapokuwa unakuwa tayari umeshapata mastery ya forex, unaweza kufanya trading. Lakini pia kuna wengine ambao anaweza kujifunza forex lakini asiwe na nafasi ya kufanya trading. Kwa hao huwa wanaweza kuja kufanya investment. Hao huwa wanakuja kufanya kuna kitu tunaita kama investment, uwekezaji. Kwenye uwekezaji maana kuna uko na pesa, alafu unamtafuta mtu ambaye ana muda wa kutrade au ana uwezo wa kutrade, basi atakuwa na trade kwa niaba yako. Hiyo ni investment, wengi wamezoea kama account management. Lakini pia kuna watu wengine wako ndani ya forex lakini wao wamebezi kwenye training. Kuna watu wamebezi kwenye training, maana yake wao mainly ni kufundisha, ambapo kufundisha huko inaweza kuwa ni online, lakini wengine wanafundisha kupitia seminars. Lakini pia katika kufundisha kuna watu wana institutions ambazo ziko specifically zimebezi katika kufundisha kwa, lakini pia nao wamewekeza kwenye hiyo industry. Kwa hiyo unapokuingia kwenye forex unaweza kutazama kwamba ni eneo gani unafiti na haitakuwa na shida. Kama utaingia kwenye trading ni sawa, utaingia kwenye investment ni sawa, ukiingia kwenye training ni sawa pia. Lakini pia kuna watu wengine ambao katika training, kuna watu wamewekeza kwenye seminars, kuna watu wanafanyisha seminars. Kwa viko vitu vya mtindo kama huo. Kwa hivi ni vitu vitatu, nimegusia vitu vitatu kwenye maeneo ambayo unaweza kawekeza kwenye forex, lakini bado kuna maeneo mengine. Kwa hiyo nitakuja pia kueleza hayo maeneo mengine baada ya kumaliza hii sehemu ya pili ya vitu vya msingi ili uweze kufanikiwa kwenye forex. Tunapiga 2 in 1 ndio tunakwenda. Kwa katika risk management, tunaenda sehemu ya pili ambayo ni risk management.
katika risk management manake tunasema biashara ya forex ni very risky now. Kila biashara ina riski yake, kwamba unapokuwa fanya biashara fulani kama unakuwa umehatarisha labda ile hela uliyoiwekeza. Kwa hiyo katika hiyo riski unakuja kuona zinatofautiana kulingana na aina ya biashara. Kwa ukija kwenye forex inaonekana kama riski yake ni kubwa zaidi. Kwa hiyo katika risk management kikubwa tutakuja kuangalia, ili uweze kufanikiwa, kikubwa unatakiwa uwe na tunaita kama kanuni zako za kuweza katika kutunza hiyo pesa yako iliyoko mle, mtaji wako uliyoko mle. Tunaita kama money management rules. Lazima uwe na money management rules, kwa sababu katika risk management tunaangalia ni kwa namna ambavyo utakuwa unaweza kuicontrol pesa yako, kwamba ni kiasi gani unategemea uweze kupoteza labda kwenye kila trade, lakini pia unategemea kwamba ukija kuwin trade uwini kwa kiasi gani. Na kikubwa ni kwamba unapokuwa unaangalia kiasi ambacho unatarajia kupoteza na kiasi ambacho unatarajia kupata, tunategemea kile ambacho unatarajia kupata kiwe kikubwa zaidi ya kile ambacho unatarajia kukipoteza. Kwa hiyo unakuja kuona kuna wakati ambao unaweza kupoteza trades mbili ukaja kuwini moja, lakini ile moja ika compensate, naweza kusema yani ikaja zile hasara za trades mbili zote zikaisha ndani ya ile trade moja ambayo unakuwa umewin. Kwa hiyo ni sehemu ya risk management, ambapo risk management itahusisha vitu vingine kama position sizing. Naviongea tu hivyo vitu, lakini ujue vipo. Kuna kitu inaitwa position sizing. Katika position sizing manake unapokuwa unaingia unapokuwa unafungua trade, kuna kitu kinaitwa lot size. Kwa lazima uspecify lot size yako. Kwa jinsi unavyokuwa unaweka lot size kubwa, maana unakuwa unaweka hela katika riski kubwa, lakini pia hata reward yake pia inakuwa ni kubwa vile vile. Kwa hii inakuwa ina sehemu zote mbili. Ukiweka lot size kubwa, riski ni kubwa, maana unakuwa umehatarisha kiasi kikubwa kama ukipoteza, lakini pia kama ukifanikiwa kwenye hiyo trade, basi utapata pia reward kubwa. Kwa mara nyingi unashauriwa kutumia lot size ambazo ni standards kulingana na mtaji wako. Kwa utakuwa recommended pale unapokuwa unaingia kwenye maybe kwenye trading. Actually unaweza kuwa recommended kulingana na capital. Kuna sites ambazo zina recommend tu kwamba mtaji wa dola kadhaa mpaka dola kadhaa unaweza kutumia maximum lot size ya ngapi. Ni vitu ambavyo pia vipo, unaweza kuvifuatilia na ukavitumia unapokuwa unaingia kwenye trading. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi sana. Lakini katika kusema risk and reward, kuna kitu naita risk to reward ratio. Risk ndio ile umehatarisha, reward ile unategemea uje upate kama endapo utawin hiyo trade. Kwa mara nyingi wanasema angalau utumie 1:3 maximum. 1:3 angalau maximum. Yani upoteze moja, ukija kuwini uwini 3. Manake uwini mara 3 ya ile ambayo unategemea upoteze kwenye trade moja. Hii ndio ile ambayo kama utapoteza trade mbili ukaja ukawini trade moja, bado unakuwa uko kwenye faida. Lakini kwa ajili ya kuanzia unaweza kaanza hata kwa 1:1. Manake upoteze moja uwini moja, maana kuna balance 50-50. Kwa hii pia unaweza kaanzia, lakini unaweza kupanda ukaenda kwenye 1:2, lakini kuna wakati pia ukishakuwa vizuri pia unaweza kaenda kwenye 1:3, manake target yako inakuwa ni kubwa. Kwa mfumo wako trading system utakapokuwa unatumia kwenye analysis pia inaweza kuguide kwamba, au inaweza kukupa uwanja wa kwamba ni kiasi gani utatakiwa ukipoteze kulingana na nature ya entry ambazo mfumo wako unakuwa unakupa. Kwa hiyo tutaangalia vitu kama hivyo, lakini pia kwenye risk management angalia kuna vitu kama idadi ya trades ambazo unakuwa unazifanya kwa siku. Hapo ninasema inatakiwa uzuie what we call over trading. You have to avoid over trading. Yani una trade sana, unafanya trades nyingi, hiyo haitakiwi pia. Kwa katika risk management lazima ujisetie kwamba nategemea kwa siku nifanye trades kadhaa. Lakini katika hizo trades pia unajipangia kwamba nikishindwa trade ya kwanza, labda nina trade 2 au 3 kwa siku. Je, nitafanya nini? Kwamba trade ya kwanza nimefail, trade ya pili nimefail, labda nafanya hadi 3 niishie hapo, au nafanya hizo trade 2 niishie hapo, niangalie siku ya pili. Kwa hivyo pia ni vitu muhimu sana katika risk management, kwa sababu kama utakuwa tu una trade randomly, utakuja kuona kuna siku ambayo utakuwa unafanya trades nyingi afu zote ziko kwenye loss, na kuna siku utakuja kufanya trades chache afu ziko kwenye hasara, ziko kwenye faida, kwa hiyo zitashindwa kujicompensate. Kwa hiyo ukibalance idadi ya trades, kama utatokea uko kwenye siku yako nzuri, basi itakwenda vizuri, na siku ukitokea kwenye siku mbaya, basi itakwenda vibaya, lakini zile siku zenyewe tu zitakuwa zimejibalance kuweza kucompensate zile losses. Na kitu cha mwisho kwenye risk management tunaangalia leverage. Kuna kitu kinaitwa leverage.
Leverage hii ni kama kuongezea uwezo. Hii ni kitu ambacho kimewekwa kwenye soko la forex. Ni kitu ambacho kimewekwa kwenye soko la forex kwa ajili ya kukuongezea uwezo, kwa sababu forex iko muda mrefu, miaka mingi sana, lakini watu wengi walikuwa hawaifahamu kwa sababu ilikuwa inahitaji mtu awe na mtaji mkubwa ili aweze kufanya forex. Kwa kutokana na kuja kwa leverage, sasa leverage inakuongezea uwezo. Yani hii ni kama nguvu ya ziada, unapewa nguvu ya ziada. Yani unaingia ukiwa na amount au kiasi kidogo, lakini kile kiasi kidogo ulichoingia nacho kinakuwa boosted kuweza kufanya transactions kubwa. Kwa sasa hiyo ndio inaitwa leverage. Kwa hiyo ilivyokuja leverage ikawa inawezesha hata traders wenye mitaji midogo nao waweze kuingia kwenye forex, waweze kufanya trading. Kwa ndipo forex ilipokuja kuenea zaidi, lakini imekuwa ikifanyika muda mrefu, ambapo mara nyingi ilikuwa inafanya ni makampuni, lakini pia na wale matajiri wakubwa sana ndio walikuwa wanafanya forex. Lakini kwa sasa kutokana na leverage, basi kila mmoja amekuwa na uwezo wa kufanya, na utakuwa unaona kwenye ile platform yako kulingana na broker anakupa zile leverage unazokaseti mwenyewe. Kikubwa ni kwamba unapoongeza leverage unajiongezea uwezo mkubwa wa kufanya transactions, lakini pia unajihatarisha zaidi. Kwa endapo utatumia leverage kubwa, manake riski yako ni kubwa kupoteza. Kama ukipoteza, manake hiyo ni riski kubwa. Kwa mara nyingi unashauriwa uwe na leverage ndogo. Ndio maana kuna baadhi ya nchi brokers wanakuwa limited, leverage zao labda isizidi 30 au isizidi 50. Lakini kwa maeneo ambayo hayajawa regulated, utakuja kuona leverage inafika hata 2000 au 1000 ngapi. Kwa inakuwa 1000, 2000 ni kubwa. Kwa ikiwa kubwa sana, hiyo ni hatari, kwa hiyo ni riski. Kwa ili kuweza kumanage riski yako, basi tumia leverage ambayo ni ndogo ili uweze kwenda kidogo ili usiwe na hatari ya kupoteza ile mtaji wako wote. Hivyo ndio vitu vya msingi kwenye risk management. Ambapo tunaendelea kwenye kitu cha mwisho ambacho ni psychology. Kabla ya kumaliza kitu cha mwisho ambacho ni psychology, naenda kugusa yale maeneo mengine. Niligusia maeneo matatu ambayo unaweza kwenda kuwekeza kwenye forex. Unaweza kwenye forex ukishakuwa tayari na uelewa wa forex, unaweza kaamua uingie kama trader, una trade. Unaweza kaamua uwe investor, mwekezaji. Lakini pia unaweza kaamua kuingia kwenye training, uwe unafundisha. Lakini sio lazima ufanye kitu kimoja. Kuna wakati unaweza kumanage vitu vyote, kwa ukafanya vyote au ukafanya vitu viwili kwa namna yoyote vile ambavyo utaweza. Kwa kuna vitu vingine pia ambavyo unaweza kuvifanya kwenye forex. Hayo ni maeneo ambayo nataka nikupe uelewa ili ujue utakaposema sasa naanza forex, ujue kwamba nikiwa labda nimeingia kama trader, ikiwa inanisumbua, basi niangalie eneo jingine naweza kuingia kwenye investment, nikaweka hela, mtu akana trade kwa niaba yangu. Kwa maeneo mengine ni kama trading platforms. Maeneo mengine naweza kusema kama trading platforms, ambapo katika trading platforms kuna watu ambao wameingia kwenye soko la forex, wameisoma forex, wanaielewa, lakini wao kikubwa wana base kwenye kutengeneza platforms, ambapo mfano wametengeneza MT4s, wametengeneza platforms nyingi sana. Kuna watu wanatengeneza indicators, lakini nao pia wako kwenye forex na wanatengeneza pesa kupitia hivyo vitu. Kwa pia unaweza kaingia kwenye forex afu ukatambua kwamba okay, naweza nikatengeneza robot kwa mfano. Kwa unaweza kaamua tu kutengeneza robot na ukao unauza pia hiyo robot, kwa ukao unatengeneza kwenye forex. Kwa sio kosa kuuza robot, kwa sababu kuna mwingine anaweza kuona mtu anafanya forex afa anauza robot tu, ni kama haiko sahihi, inatakiwa a trade. Hapana, hiyo ni dimension, ni aspect, ni eneo pia ndani ya forex, kwa liko sahihi kabisa. Kwa pia kuna wengine pia wanaingia kwenye forex wakiwa wamebezi kwenye learning na training materials. Hapa naweza nikaiweka kama materials. Kuna watu ambao specifically wako tu kwenye forex kwa lengo la kusupply materials. Yaani ukihitaji material ya namna yote, nahitaji kitabu fulani, anacho, nahitaji material fulani, anayo. Hao pia wapo na wamewekeza, wanatengeneza pia pesa. Lakini wengine wanaenda zaidi, wanakuwa ni authors, wengine wanakuwa ni waandishi. Wengine wanakuwa ni waandishi wa vitabu vya forex. Kwa mtu anaweza kuwa anafanya hichi kitu lakini pia anafanya na kingine. Kwa mwingine anaweza kuwa ni mwandishi lakini pia ana trade, au ni mwandishi lakini pia anafanya trading. Kwa ni eneo lolote ambalo wewe utafikiri specifically unaweza specify, basi utaingia kwenye hiyo sehemu husika. Kwa hizo pia nasema ni dimensions zingine nje ya zile ambazo tayari nilikuwa nimezizungumzia hapo mwanzo. Lakini pia kuna eneo jingine, kuna paying groups. Kuna maeneo mengine tunaita kama paying groups. Kwa katika paying groups pia ni aspect nyingine ya forex. Hiyo ni aspect au ni dimension nyingine pia ambayo pia unaweza ukatazama kwamba kama una uwezo wa kuanzisha hizo. Maana katika paying groups kuna vitu vingi ndani yake, ambapo inaweza kuwa ni paying groups ambayo imebase kwenye signals.
imebase kwenye kutoa signals, lakini pia kuna paying groups ambazo zimebase kwenye vitu vingine kama training, kwamba ni group ambayo specifically iko kwenye training, ambapo mainly watu wanaweza kuingia kwenye ile group wakapay kulingana ili kuweza kupata knowledge. Lakini pia katika signals, manake watu wanaweza kuingia wakapay kwenye hiyo group kwa ajili ya kuweza kupata hizo trading signals. Kwa hiyo huyo mtu pia anakuwa yuko ndani ya forex, lakini mainly yeye amejiwekeza kwenye hiyo aspect, ambapo katika hiyo paying group mtu pia anaweza kuwa ana uwezo wa trading, lakini pia anaweza kuwa ana uwezo wa training. Kwa namna yote, kwa kikubwa ni kwamba aspect moja inatakiwa iingiliane na aspect nyingine. Sio lazima sana, lakini kwa asilimia fulani hizo aspect huwa zinakuwa zinaingiliana, lakini mtu anaweza kustick kwenye aspect moja, mfano ni trading aspect peke yake. Lakini na sehemu ya mwisho pia namalizia kwenye hizi sehemu, ambapo sehemu ya mwisho kabisa ambao pia unaweza kaingia kwenye forex, unaweza kaingia kama we have those who call, tunaita kama motivators, lakini pia tunaita kama influencers kwa namna nyingine. Kwa kuna watu pia ambao wako ndani ya hii industry ya forex na wamejiwekeza kama motivators au wamejiwekeza kama influencers. Kwa pia hiyo ni sahihi na ni aspect ambayo iko pia acceptable. Ni aspect ambayo pia inakubalika kwamba kuna mtu yeye yuko ana influence, ambapo mara nyingi labda unaweza kukuta anafanya kazi na broker. Kwa kuna watu ambao specifically moja kwa moja wamekuwa employed wakiwa kama sehemu ya broker, ambao tunaita kama, kuna wengine ni representatives, lakini kuna wengine wanaweza kuwa kwa mfumo kama agents, kuna wengine wanasaidia kwenye withdraw na deposits. Kwa pia ni eneo ambalo mtu pia unaweza kawekeza kwenye hilo eneo na unaweza kawa bado uko ndani ya forex na unakuwa uko sahihi kabisa. Au wengine ni financial advisors, mtu anaweza kuadvise kwamba uwekeze kwenye aspect gani. Kwa viko vitu vingi sana, lakini zaidi ya hapo kuna watu wanaendaga beyond na kuja kuwa scammers. Hiyo sasa sio nzuri, hiyo siwezi kuishauri. Kuna watu wanakuja kuwa scammers, mtu anamdirect mtu katika njia ambayo sio sahihi, alafu ili aweze kupata pesa kutoka kwa hiyo mtu. Kwa hiyo siwezi kuishauri, haiko sawa. Basi tumemaliza hizo maeneo muhimu. Tumemaliza hayo maeneo muhimu ya kuwekeza kwenye forex. Tumemaliza hayo maeneo muhimu ya kuweza kuwekeza kwenye forex. Kwa tunaendelea, tumalizie kitu cha mwisho ambacho ni psychology. Tunaenda kumalizia kitu cha mwisho ambacho ni psychology. Tuone kuhusiana na trading psychology ikiwa kama kitu mojawapo muhimu ili uweze kufanikiwa kwenye forex. Ambapo katika trading psychology hapo tunasema lazima mtu uwe na winning mindset. Lazima mtu uwe na winning mindset. Hapa naita psychology, na naweza nikaita tu psychology. Trading psychology. Hapo tunasema lazima mtu kwa yule mtu ambapo specifically tunaongelea yule anayekuwa anafanya trading, lazima atengeneze winning mindset. Lazima awe na mindset ambayo inamdirect kwamba always kwenye forex kuna ups and down, lakini mainly lazima afocus kuwa positive kwenye zile trades zake, afocus kuwa positive. Ambapo katika hiyo psychology ni very complicated, lakini vitu vya msingi inahusiana na kufuata trading plan yako pamoja na ile trading system yako. Kwa kama utafanya maamuzi kwenye market kwa kufuata hiyo trading system yako na kufuata trading plan yako, basi moja kwa moja utakuwa psychologically uko safe. Lakini kama ukifanya maamuzi emotionally, kwa kuangalia emotions, kwa kuangalia mood, basi moja kwa moja tayari kwenye upande wa psychology utakuwa na fail. Na ukifeli kwenye upande wa psychology, maana utakuja kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo tunasema utakiwi kufuata hizo emotions, lakini pia kwenye psychology hata kufuata advice. Kuna hizo trading groups, kuna wakati unakuta kuna group ina share signal. Kwa hiyo unaweza kukuta wewe ulikuwa na signal fulani ambayo umeanalyze au umeipata kwenye ile system yako, lakini kutokana na noise kutoka kwa watu ambao wanasema labda tuna sell au tuna buy, na unaweza kubadili uamuzi wako. Kwa pia pale psychologically inakuwa bado haiko sawa. Lakini kwenye psychology kuna kitu kimoja kikubwa sana, tunasema you have to accept loss. Lazima ukubaliane na zile loss. Hasara ni sehemu ya trading. Kwa kikubwa ni kwamba unachotakiwa kufanya ni kwamba hasara zako zisiwe zaidi ya zile faida. Kwa faida zizidi hasara, hapo utakuja kuona uko positive muda wote, uko positive. Lakini tunasema pia ukipata hasara hutakiwi ku revenge.
kwamba unaweza kukuta umepoteza amount fulani, halafu unaingia sokoni kwa lengo la kwamba unataka urudishe ile amount ambayo ulikuwa umeipoteza. Kwa hicho kitu moja kwa moja pia itakuwa ni tatizo kwenye upande wa psychology. Kwa psychological unakuwa hauko safe kama utakuwa unajaribu kuingia kwenye soko kwa lengo la kurevenge. Lakini pia kwenye psychology kuna kitu kinaitwa FOMO. Iko ni muhimu sana. Kuna kitu kinaitwa FOMO, fear of missing out. Fear of missing out. Katika fear of missing out huwa kuna saikolojia moja au kuna ile psychological idea wakati fulani. It's not like idea kama inavyosemwa, lakini mainly kuna wakati ambao unaweza kuwa uko sokoni ukaona soko linatengeneza structure fulani ambayo inaweza kukusupport kubuy au kusell. Sasa unakuwa na uoga kwamba nisipoingia sasa nitaikosa hii move. Kwa hiyo ni fear of missing out. Kwa utaanza kuingia mapema kabla ya muda ambao confirmation inakuwa imetimia. Kwa hapo nasema FOMO, tunaita FOMO. Hiyo ni hatari. Kama utashindwa kucontrol FOMO, basi moja kwa moja utaweza kuwa successful. Kwa unachotakiwa ni kusubiri mpaka entry yako iweze kuconfirm ili uweze kuingia kwenye trade yako. FOMO. Lakini pia kuna vitu vingine vidogo vidogo kama kutokutrade ukiwa nje ya mood. Ni muhimu sana kwenye upande wa psychology. Kama yani siku hiyo unakuta hauko sawa, usiingie kwenye trade. Kwa sababu trading ni kama ilivyo mambo mengine. Kwa hayatakiwi uingie ukiwa hauko sawa, kichwa chako hakijakaa sawa. Kwa lazima uwe uko comfortable ndio uingie kwenye trading. Na vitu vingine kama over trading, kwenye psychology kuna kitu kinaitwa over trading, unafanya trades nyingi sana. Kwa hiyo pia ni tatizo, na tumeiona kwenye risk management pia kwamba hutakiwi kuwa na trades randomly. Lazima uwe na fixed number kwamba kwa siku unafanya trades ngapi, ama ukiwin au ukilose unaishia trades ngapi. Hivyo vitu vyote lazima viwepo kwenye hiyo trading plan yako. Basi hii ndio sehemu ya mwisho kabisa na tumemaliza kwenye hii sehemu yetu ya 10. Basi asante sana kwa wote ambao tulikuwa pamoja kuanzia sehemu ya kwanza mpaka hii sehemu ya 10. Na kama umejifunza kitu, basi unaweza kaika kwenye comment kwamba nimejifunza, nimepata kitu. Lakini pia unaweza ka like, unaweza ka share pia, na kumbuka kusubscribe kwa sababu bado kuna sessions za analysis zinaendelea. Lakini pia tutakuwa na sessions za kuweza kuunganisha kati ya hivi vitu vya kwenye theory na kuunganisha na kwenye soko sasa, ambayo inakuwa sasa ni practical. Kwa kumbuka kuendelea kutazama zile presentation ambazo tunaenda kuziweka. Asante na karibu sana.